Bado matapeli wanaendelea kubuni njia mpya za kutapeli na kudukua WhatsApp. Leo nimeona ni share na wewe njia mpya au ubunifu mpya ambao wameutumia au wanautumia wadukuzi kudukua WhatsApp. Na hii ukiangalia unaweza kuingia tu kwenye mtego kama hukutumia akili vizuri. Wanatumia WhatsApp ya mtu wako wa karibu au ya rafiki yako kudukua WhatsApp yako. Na hii inaanza pale ambapo mmoja kati yenu ameshadukuliwa. Na kusudia kwa mfano rafiki yako WhatsApp yake imedukuliwa. Yule tapeli anaingia kwenye WhatsApp ya rafiki yako ambaye amemdukua. Anaangalia chat, alafu anaangalia okay, sasa nataka kumdukua fulani. Kwa hiyo anachukua namba yako ile, akishapata zile namba, sasa anachofanya ana download WhatsApp ya pili kwenye simu ile ile. Akidownload WhatsApp ya pili, anaunganisha kwa namba yako wewe ambaye anataka kukudukua. Sasa akiunganisha kama kawaida, WhatsApp wao wanakutumia OTP, unapata ile message yenye namba. Yule tapeli anarudi kwenye WhatsApp ya yule rafiki yako, anakutumia message kule, alo fulani, ilikuwa nataka kuunganisha WhatsApp yangu, lakini naona message imekuja huko kwako kibahati mbaya, naomba nitumie kwa WhatsApp maana mawasiliano yangu mimi ya kawaida yana usumbufu. Utaamini kwa sababu ile ni WhatsApp ya rafiki yako na unachati nayo. Tuona huu ni rafiki yangu, unaichukua ile message unamkopia unamtumia kwa WhatsApp. Kumbe hujui ile OTP sio ya rafiki yako, ile OTP ni yako mwenyewe. Baada muda mfupi unaona WhatsApp yako imetoka tayari, ameshadukua. Njia ya kujikinga ni ile ile, usimtumie OTP mtu yoyote, hata kama ni wa karibu kiasi gani. Hata ukiangalia msingi wa kudukuliwa hapa ni kwa sababu umeamini tu, huyu ni mtu fulani kanitumia message kwa WhatsApp na hii namba mimi naifahamu, lakini kumbe ni kinyume. Kama umependa video hii, share na wenzako wasije kuingia kwenye mtego huu. Hii ni Alzenjbary Technology, kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi.